sana. Hebu acha ujinga, toka kwangu hapa. Daktari, vipi hali ya mgonjwa, anaendeleaje? Salama, ila tumwache kidogo apumzike kwanza. Naomba kusogea kidogo. Okay, sawa. Una vyenu Babati. Na wewe wakina nani? Wakina nani wale? Siwajui. Ndio nani mero? Siwajui. Ndio tunda. Wajui wakati walikuwa wanakuta mpenzi. Siwajui. Unatania. Kau utaki kunielewa. Oya atakukata baba ujue. Mimi siwajui. Siletee ubwabwa. Siwajui. Siletee ubwabwa. Siwajui. Nani zako wale? Nakwambia mimi siwajui. Ulijui? Ulijui? Nakuja. Moja. Mbili. Wakina nani wale? Siwajui. Sare utanichukua. Kweli baby mimi siwajui. Siwajui bwana. Hivi wewe jamaa yule unamfahamu? Yaani haya yote yamesababishwa na wewe. Yaani kumbe dogo una mega ninapo mega mimi. Wewe jinga. Eti na mega unapo mega. Sasa ndo nini? Acha niende. Sasa unaenda wapi? Nataka Kaa chini kwanza hapa tuongee. tuongee nini sasa? Wewe si ulikuwa na mega napo mega demu hapo. Shatupokonya tonge mdomoni. Umekupokonya wewe. Alafu ni ujinga wako, usingepiga kelele. Mimi nilikuwa nasikiliza saundi zote pale. Alafu ukafika unani? Mimi hapa kwangu, baba mwenye nyumba. Unajua pale usingekuepo mimi. Yeye jamaa yule angekukata kichwa. Ndio nisimamie. Ngoja nikuulize swali lakini usijali. Hivi wewe na mke wako mna ugomvi wowote? Hapana, tuko sawa. Niambie ukweli. Au mshawahi kugombana hapo nyuma? Hapana daktari, mbona tuko sawa mimi na mke wangu? Kwa nini? Kwa vipimo vyangu vinaonyesha mke wako ametoa ujauzito. What? Unajua? Sasa wewe umesaidia nini hapo? Sasa ukimbia. Sasa miguu nisaidie. Sasa sikia nikupange. Sawa. Yaani yule jamaa asikubali. Haweza akamega unapomega. Hata ana mega ninapomega. Wewe ulikuwa unafuata nini pale? Mimi silikuwa nampelekea hela zangu. Sote tunamegewa. Ujinga. Haya sawa, anyway, acha nikupange. Yule DM. Tunapaswa tu, yani tunapaswa mimi ashakula laki zangu kama 6. Kumbe anapelekea ile jamaa. 6, mimi amekula milioni 1. Kumbe umenizidi. Umenizidi mpaka tabia. Sasa hapo unajua nini? Mpange. Tamfanyaje huyu binti? Yule binti inabidi kama wewe unasema milioni 1. Mimi laki 6. Napaswa alipe. Yaani anapaswa alipie. Atajuta. Na tena alipe zaidi. Inaonekana ana tamaa yule dogo. Sijui ni tamaa ya maisha. Yaani unajua nini? Unajua nini? Yaani pale usingekimbia. Yule jamaa alikuwa na mkaba. Alafu niende kumpiga, ngoja nibebe hili jiwe. Yes, amebeba panga. Namfuata. Hebu wao acha ujinga. Jamaa alitaka kukata panga la kichwa alafu eti unabeba jiwe. Umenikumbusha nilikuwa nishasahau. Unaonekana akili zako zimedondoka. Ziko wapi? Nitoa mimba kwa kutumia madawa makali. Are you serious? Unaongea ukweli? Yeah, kweli. Ametoa. Ila kwa sasa hivi usimwongeze kwanza, mwacha atulie. Si jamani. Hicho ndio kitu ambacho nilichokuwa nakitegemea kwenye maisha yangu. Tulia.
Okay, fine. Sina budi. Asante sana. Sawa, asante. Anyway, sasa mwanangu sikia. Nipe namba yako. Acha nikutafuta. Utatafuta. Basi nitafuta. Nipe namba yako. Tena Shakufilizi yule demu. Shakufiliza hamna hata simu. Mimi nitakutafuta, haina shida. au mwanangu twende unisindikize nikaangalia. Wewe nani arudi kule? Wewe nao unaogopa panga. Eti asabu unashikaji eti jamaa niende kwanza nika. Ulikuwa ni utani tu. Nataka urafiki na wewe ndio cha muhimu. Anyway. Sawa mimi nitakutafuta. Tutamkomesha yule demu. Yaani lazima tumkomeshe. Nimesema huyu jamaa aweza akamega unakomesha. Anakomeshwa. Kuita nyumbani ili tuweze kuzungumza. Sasa nikaona wale watu majirani pale ndembea kidogo, nikasema nitakavyokuwa namsindikiza pale nije nimwambie ndugu yangu nguvu zimepungua. Hapo kwenye nguvu ndugu yangu hata mimi hilo swala nishaliona muda mrefu. Nguvu zimepungua? Ndio. Alafu pia na dawa pia naona kama vile nataka kuniishia. Sasa nishajiuliza ikiisha dawa itakuwa tu nafanyaje? Njaa si itakuja kutua? Njaa alafu kuumbuka mtaani. Washapita. Kumbuka walikuwa shatuogopa. Yaani mimi kila sehemu nilipokuwa napita nasikia mtu muone huyo mbaba ndio yule aliyefanya aliyepotea aliyefanyaje. Sasa hapo tunaumbuka ndugu yangu, tufanyaje sasa? Hapo ndugu yangu ninaona hilo swala ni kumtafuta mganga Mashoti tena. Mwanangu vipi? Vipi? Mzima kabisa. Naendeleaje? Mimi niko poa tu. Zatoka siku ile. Nzuri kabisa. Lakini wewe huo unazengua na kupigia simu. Unapokea alafu unakata. Na kupigia simu unapokea alafu unakata. Wakati unajua yule manza alituchezesha. Yaani nilikuwa busy mno. Kuna kazi nilikuwa naifanya, nilikuwa naimalizia. Wewe unavyoonekana umefurahishwa na kile kitendo. Hamna, sijafurahishwa na kile kitendo. Sema tu nawaza hapa yule manza tumfanye nini? Mimi nilikuwa na plani. Plani gani? Yes, aliamua kutukataa. Na sisi tunamkataa. Alafu tunachokifanya ni kumteka. Alafu tukishamteka tumtafute ili aweze kutuongeza material kwa mara nyingine. Sasa hapo ninachokiona tusichelewe. Kesho asubuhi tunakutana alafu tunaenda kwa. Ila tunatakiwa kwa tumpigie simu kwa sababu kuna siku nimpigia simu kuongea naye akaniambiaje kwa sasa sipo. Kwamba alikuwa ameelekea Shinyanga. Alisafiri? Alisafiri. Sasa hapo kama amesafiri hapo sitaumbuka. Tuweza tukaumbuka. Ila kwa hilo swala ulilosema kesho itabidi tumpigie. Akisha sema kwamba amesharudi. Ina maana tuondoke twende kwake. Ndio ajaribu kutatulia haya matatizo maana naweza tukaumbuka. Okay. Hapo ni kuelewa ndugu yangu. Nielewa. Ndio. Sasa yani tulikuwa tumeshakuwa famous, yani tumeshakuwa watu ambao ni watu wakubwa. Si unaona mimi hata kupendeza kwangu huku. Yaani nakuona ndugu yangu. Sababu ya mganga Mashoti ni kazi yake hii. Ila huo mkoti umependeza, umetoa duka gani? Ile unajua limetoka moja kwa moja Dubai. Limepanda ndege hizi. Ndege 4. 4 kwa mkupuo. Na hii repo hii kama ya kijeshi, usije ukala fimbo ndugu yangu za bure. Sasa hivi mimi naitwa captain. Captain. Ndio. Yaani sasa njia ninapopita pote unasikia captain. Sasa na mimi ndio navimba sasa. Unaitwa captain. Ila ni kweli ni captain kwa sababu unakumbuka mambo yetu yale ya kurukaruka. Alafu tukishamteka hapo ndo tunaenda kumpaka mafuta. Wewe jamaa una akili wewe? Mimi akili ziko hapa japokuwa unasema zimedondoka lakini ziko hapa. Hebu wewe achana hayo mambo. Endelea unachokizungumza ili nikuelewe. Yaani tukishamteka tunampaka futa. Alafu tukishampaka futa hapo ndo nataka tuchague kwenye mafuta yote. Tumpake futa gani? Sasa mimi nilivyokuwa naona tumpake mafuta ya taa. Lakini mwanangu, naomba nikuulize. Na tena usinifiche, uniambie ukweli. Vipi hiyo mimba ilitokaje mpaka ikafika wakati huu? Ilikuwaje? Ni mpango ya Mungu mama, ilitoka kigafla tu. Sijui tatizo ni lipi. Ghafla? Mwanangu.
Angalia usije ukawa unanificha ukawa umetoa hiyo mimba. Kwa nini kufiche wewe mama? Maana nyie watoto wa sasa hivi huwa mtaki kuzaa, mnataka vitu vya starehe. Hapana. Sisi tungefanya hivyo mwanangu, nadhani nyie mngekuepo. Hilo wazo hilo na mimi yani nimepiga penyewe. Yaani mule mafuta ya taa ndo yanamfaa yule manzi. Hawezi kutuchezesha ngoma ya kike bwana. Yaani hawezi kutuchezea kijinga. Yeye unajua yule manzi ni mpuuzi kabisa. Yeye nakumbuka siku ile jamaa alivyotimua na mapanga. Yule jamaa noma yule. Sijui. Ila anavuta hapa. Takuwa anavuta kweli. Anavuta nini? Sasa alikuwa hapa. Anavuta hapa. Hapa. Kwani hapa ndo ni? Ana smoke. Yaani wewe ndugu yangu ndio maana nasema kwamba akili zako zimedondoka. Alafu wewe unabishi. Lakini hiyo plani umeikubali? Nimeikubali kabisa. Sasa cha kufanya tunamtega kwake. Hatuendi mbali kwake pale. Lakini yule jamaa salatumia tena na mapanga. Hamna, kwa sababu yule aishi pale, anajipendekeza tu. Maana mimi nilikuwa naenda pale simkuti. Au wewe hujawahi kwenda pale? Shawahi kwenda. Sasa ulikuwa unamkuta? Hapana. Sasa kwa maana hiyo tutapaswa twende pale. Kisha mteka. Tukuonyesha pa kumpeleka. Mimi na sehemu nzuri ya kumteka, tukampaka futa vizuri, tukafanya tunachokifanya, tukamaliza. Basi hamna shida. Yaani ndio maana mimi nakuaminia sawa kwamba una akili. Mimi nalipika na mwili wangu, siwezi nikatoa ujauzito. Nakwambia ukweli mama. Ni mpango ya Mungu na siwezi nikakudanganya. Kabisa yani. Una uhakika? Kweli? Sasa mama wewe, nataka nikwambie wewe unatakiwa uwahi kijijini maana umeacha kazi zako huko. Maana muda umekutupa. Sawa, nitaenda lakini bado sijakuangalia vizuri, sijajua kama Nipo sawa sasa hivi. Hali yako imetengama. Nipo sawa. Alafu ndo nimekuja hivi sijakuangalia, hujanywa dawa, hujafanyeje? Mungu ameshanipa, nimekunywa asubuhi. Mimi na akili. Kwa hiyo kuanza sasa hivi sitakwambia kwamba akili zako zimedondoka. Sawa, hazijadondoka na mimi najua zipo. Basi acha mimi niwahi kwa sababu kuna sehemu naelekea, sawa? Kumbuka kesho muda. Yaani tunatakiwa tuzingatie muda. Yule manzi aweza katuletea ujinga. Lakini kabla hujaenda, yule manzi namuona alivyo. Kwenye mkono yupo, tupashe kidogo. Wewe waacha ujinga. Sasa mambo gani haya ya kishenzi? Wewe baki hapo, atakuja kukulegeza. Atakuja kunilegeza. Kwa nini siku ile ulimkimbia yule jamaa? Shachoka. Yaani wewe rafiki yangu wewe. Nikize bwana.